Rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kufuatilia Love Life Academy, mahala ambapo tunajifunza mambo mengi kuhusu maisha ya mahusiano, maisha na vitu vingi sana vya kimungu, kiroho, lakini pia na kimafanikio. Leo Mungu ametupa neema tujifunze. Leo nina Topic ya leo nasema hivi kwamba mbinu 10 zitakazo mfanya mke au mme au mchumba wako akumisi, achanganyikiwe kwa ajili yako, akukimbilie na akutamani. Maisha yoyote ya mahusiano kama hauvutii, hautokubarika na hakuna atakayedumu na wewe. Na kadiri unavyopoteza mvuto wako ndo kadiri unazidi kuruhusu tofauti na migogoro kwenye mahusiano. Sasa nataka leo nikupe mbinu 10 zitakazoweza kusaidia ili umisiwe sana, wachanganyikiwe sana mke au mume wako au mchumba wako anapokosa hata sekunde tu kwako, ahisi kama amekosa kitu cha thamani, akukimbilia na kuhitaji muda wote. Kitu cha kwanza ni Mungu. Mwanadamu mwenye Mungu ndo mvuto. Mungu tunayemzungumzia ni Yesu Kristo, ambaye ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo unapokuwa naye ndani, ya maana anatengeneza mvuto wa thamani na vitu kuanza kukukimbilia. Kwa hiyo unapofanya hivyo, utaanza kuona matokeo ya tofauti kwenye maisha yako, na hapo ndipo utaanza kuwa wa thamani. Kwa sababu thamani haipo kwa sababu sisi ni fulani, ila kitu tulichokibeba ni cha thamani. Ndio maana unaweza kukuta rais na barozi wa mtaa. Rais ana thamani kwa sababu ana cheo cha urais. Kwa hiyo sasa, je, inakuaje kwa Mungu? Mungu ni mkuu wa yote, na yeye ni katika yote, na yu juu ya yote, na yote yapo kwa sababu yake. Kwa hiyo unapokuwa naye usiwe na shaka, hofu, wasiwasi. Kwa hiyo wengi tumeingia kwenye mahusiano na tumeharibiwa, tumeachwa, ni kwenye ndoa, kwenye uchumba, au tumeteswa, tumeumizwa kwa sababu akili yetu imeingia kwa wanadamu. Kwa hiyo Mungu ameona wivu na amewatumia wanadamu kuwa ni mwiba kwenye maisha yetu. Lakini tunapomtanguliza Mungu, Mungu anageuza mioyo ya wanadamu ituelekewe sisi. Kama Mungu aliweza kumfanya Nebukadreza akamtolea moyo wa kawaida wa kibinadamu, akampa moyo wa mnyama hadi akaenda kuishi porini. Na kama alishika Farao akamuondolea moyo laini, akampa moyo mgumu ili azidi kuwafuatilia wana wa Israeli na mwisho apigwe na kuangamizwa. Je, inakuaje wewe anapokuwa amekupenda? Ukiwa umemthamini, atakupa moyo wa kuvutia. Kwa hiyo wengine atawapa moyo wa kuvutiwa na wewe. Lakini ukivutiwa zaidi na mume au mke au mchumba, ina maana Mungu anaondoa moyo wa kukupenda kwa yule mtu, anaanza kuwa adui yako. Ndio maana ndoa nyingi zimevunjika, uchumba mwingi umevunjika. Lakini cha pili ni ndoto zako. Ndoto yako ukiwa unafanya kitu kwenye maisha yako, ina maana utavutia na utakuwa wa thamani. Kumbuka watu hapa duniani hawataki watu tegemezi. Kwa hiyo na wewe kama ni tegemezi, au anakushawishi acha kazi fulani, acha nini, ni kuoa au nini, huyo ni utapeli na ni uongo. Usije ukafanya hiyo biashara isiyo na faida. 3 ni thamani. Tengeneza thamani yako kwa kujiweka smart na kufanya kitu cha maana kwenye maisha yako. Usije ukahisi furaha yako, uthamani unatoka kwa mume au mke. Kuna wengine wanatafuta waume wenye vyeo au wenye fedha, au wake wenye vyeo, wenye fedha, au wenye hali fulani, kwa sababu wao hawajikubali. Usipojikubali, hakuna mtu atakukubali. Usipojithamini, hakuna mtu atakaye kuthamini. Kumbuka wewe una sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo na Mungu amekuumba wa tofauti. Usije ukahisi thamani utaitoa kwa mtu mwingine. Thamani na furaha na amani lazima vianzie ndani yako, kwa sababu Mungu anaishi ndani yako. Lakini 4, afya njema. Fanya mazoezi, kula vizuri rafiki yangu. Usijisahau ukawa ni mtu asiyevutia,
ukawa ni mtu mwenye magonjwa, mwisho wa mwisho utatelekezwa. Kuna wanawake wengi na wanaume wengi walipokuwa na afya njema walikubalika, lakini walipoumwa wakatelekezwa. Kumbuka afya pia ni kitu ambacho mwanadamu anakitaka ili uwe ni mtu wa thamani. Kumbuka magonjwa ni hasara, lakini pia magonjwa yanaondoa furaha na amani. Magonjwa yanaleta umaskini. Kwa hiyo tengeneza maisha yenye afya njema kwa kufanya mazoezi, kula vizuri na kulimit stress au mawazo mabaya kwenye maisha yako. Lakini cha 5 ni uaminifu. Jifunze kuwa mwaminifu, simamia maneno yako. Unapotamka jambo kuwa mwaminifu, lakini pia usipende kuzini, kuchiti wala kutoka nje ya mahusiano. Mwe kwenye uchumba, hakikisha unakuwa mwaminifu, sio una Shabani, kesho una Juma, kesho una nani, au kesho kutwa una Ana, Hamisi. Kama ni mahusiano, ukishagundua ni ndani ya muda mfupi mtu haeleweki au hataki kuolewa kwako, unaweza kujiondoa kwa ajili ya kupata mwingine, lakini sio una huyu na huyu na huyu. Ya maana huo ni uzinzi, lakini pia ni kitu kisichompendeza Mungu. 6 ni misimamo. Ujifunze kuwa misimamo. Kuna wakati inafikia hatua kwenye mahusiano unaweza kuendeshwa kama gari bovu, unaweza kufanyishwa hata vitu visivyofaa. Kuna wengine wameziniwa kinyume na maumbile, kuna wengine wamefanyiwa vitendo vya ukatili kwenye uchumba. Sasa usipokuwa na misimamo utaharibiwa. Kuna wadada wengine walidanganywa, njoo kwangu sio nini, ukaenda wakakulazimisha ukazini, umebebeshwa mimba na umetelekezwa. Kwa hiyo ukiwa na misimamo, ukathamini maisha yako na thamani yako ndani ya ndoa au ndani ya uchumba, utaweza kumuona Mungu akikusaidia. Lakini kitu cha 7 ni mapenzi ya dhati. Jifunze kuwa mtu mwenye mapenzi ya dhati, mapenzi yasiyo na unafiki, mapenzi yanayomtanguliza Mungu na sheria ya Mungu kwenye maisha yako. Lakini 8, lazima uwaheshimu na kuwathamini watu. Jifunze kuwaheshimu na kuwathamini watu. Wengi huwa tunapenda tuheshimiwe, tuthaminike, lakini neno la Mungu linasema kile usichotaka wewe ufanyiwe usiwafanyie wengine. Kama unataka uheshimiwe, kwanza heshimu. Kama unataka uthaminike, thamini wengine. Kama unataka ukubalike, kubali wengine. Kama unataka upendwe, penda wengine. Kama unataka uwe ni wa thamani, thamini wengine. Na hiyo ndo Torati na manabii, au tuseme ndo neno la Mungu lenye thamani. Lakini 9, unajua muda wa kusema hapana au inatosha. Wengi wapo kwenye uchumba, wamekaa na uchumba miaka 8, miaka 7, miaka 6, miaka 5, mengine miaka 20. Unachezewa, unatumiwa. Wapo kwenye ndoa, lakini ndoa hiyo si ndoa halali. Hujawahi kulipiwa mahali wala hujawahi kufanyiwa chochote. Unaishi kama mtu ambaye hana maana yoyote. Na kwa sababu una mtu umezaa naye, unafanyaje? Kwa maisha bado yanakuwa hayaeleweki, na muda wote huyo anakuambia tuachane, mara yuko anatoka na wengine. Kwa hiyo mwisho wa mwisho unacheza kamari. Dada, upo kwenye mahusiano unaona hayana maana yoyote, hayana mwelekeo, ni uchumba umeenda miaka kadha wa kadha, lakini bado akiondoka au akikutukana, akikudharau, wewe ndo wa kumlilia na kupiga makofi na magoti na kusema turudiane. Akisharudi anakuumiza, unamlilia. Mwisho wa mwisho unaishia kwenye laana. Maana kuna laana inayosema kwamba kiu ya mke au ya mwanamke itakuwa kwa mwanaume. Sasa kama hiyo laana imekukamata, rudi kwenye misingi, mtukuze Mungu, mtafute Mungu ili ujitenge na hizo laana. Usije ukawa ni mtu mwenye kiu ya kishetani, itakuja kukugharimu future yako. Lakini 10 na mwisho, lazima moyo wako utoke kwa mchumba wako au mume wako na mke wako, bali mpende kwa nafsi yako. Maandiko yanasema tumpende Mungu kwa moyo wetu yote, akili zetu zote na fahamu zetu zote. Lakini pia maandiko yanasema mpe Mungu moyo wako, maana ndiko zinakotoka chemichemi za uzima. Sasa lazima tupende kwa nafsi. Ndani ya nafsi kuna nini? Kuna akili, kuna hisia na maamuzi. Kwa hatuwezi tukawapenda wanadamu kwa moyo wetu wote, kwa sababu tusipotumia akili, tusipotumia maamuzi sahihi, tusipotumia kumanage hisia zetu, tunaweza tujikute tunajikomba kwa mtu ambaye anayetutesa, anayetuumiza, anayetuhangaisha, anayetuangamiza, au tujikute tumeingia kwenye milango isiyofaa kwa sababu tumeshajimwaga bwa. Mwisho wa mwisho ni kilio na kusaga meno. Kwa hiyo zingatia moyo wako uwe ni kwa Mungu tu. Nafsi yako
ndo unaweza kumpenda mtu kama nafsi yako. Yani jinsi unavyojipenda mpende na mwingine. Yani usimpende kuliko unavyojipenda. Huwezi ukasema niko tayari nijiue eti kwa sababu ya mtu fulani, na maana huyo unampenda kuliko wewe. Huwezi ukasema sasa nashindwa kula, nashindwa kulala, nashindwa kufanya chochote eti kwa sababu mtu fulani amenikataa. Hapo sio kujipenda. Ili ujipende vizuri na uweze kuwapenda wengine kama wewe unavyojipenda, lazima uwe na upendo wa Mungu ndani yako. Mungu ndiye pekee anayeweza kukutengenezea thamani ya kugundua, kujua na kufahamu na kufanya maamuzi sahihi kwenye maisha yako bila kuzingatia hisia au bila kutawaliwa na hisia, bali kuongozwa na akili ipitayo akili zote ambaye ni Yesu Kristo. Rafiki yangu, popote pale ulipo na unaponisikiliza, endelea kufuatilia mafundisho haya bila kujali ni dini gani. Wewe fuatilia, na Mungu anakupenda na anakuwa anatamani umjue, umwelewe, umfahamu ili aweze kukuongoza na kukufanikisha. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' mighty name. Thank you for watching.